lengo na madhumuni ya kuweza kuwaiteni hapa na kuzungumza, nyote mnafahamu iko wazi kwamba tulikuwa na uchaguzi mkuu katika nchi yetu tarehe 29 Oktoba, ambao uchaguzi huo uligubikwa na vurugu lakini na madhara makubwa kwa Watanzania. Mimi ni declare kwamba mimi ni katika waathirika wa matukio hayo yaliyotokea. Kwa ninapoongea, ninaongea kwa mifano hai, najidhibiti kuongea kwa hisia, ila ninaongea kwa mifano hai. Matukio yaliyotokea, bahati mbaya wananchi wengi hawakuweza kuyaona kabla. Wengi waliweza kuona kurupushani, kusikia milio ya mabomu, kusikia nini, vitu kama vile. Na kumetokea hali mbaya ambayo propaganda zinaendelea kulishwa kwa wananchi, kuwachonganisha wananchi na serikali yao, kuwachonganisha wananchi na vyombo vya ulinzi na usalama. Mimi nilivamiwa baada ya kupiga kura, nikawa nakuja ofisini kwangu mjini, hali ikiwa shwari katika macho ya kawaida, lakini fika Kimara nilivamiwa na genge la watu wengi sana, na barabara zikiwa zimezuiliwa, zina vizingiti vya namna mbalimbali. Waliweza kuchoma gari langu likateketea. Lakini katika uchomaji wa gari na mashambulizi yalikuwa yakifanyika, wananchi hao wanaosema ni waandamanaji, hakuna mwananchi hata mmoja alikuwa na bango la ujumbe wote wa maandamano. Ifikie mahala tukubali kwamba wananchi tunazo haki zetu, lakini pia tuna wajibu katika nchi yetu. Na wajibu mkubwa tulionao ni kuhakikisha sisi wenyewe tunakuwa sehemu ya kulinda amani ya nchi yetu. Ni wajibu wa kikatiba tuliokuwa nao. Wavamizi wamevamia maeneo mbalimbali, wamechukua mali za watu. Wameenda kwenye ATM, zimevunjwa ATM, wamechukua pesa. Vituo vya mafuta vimetiwa moto. Sasa hii hali si nzuri kwa taifa letu. Na msingi wa nchi yetu tunafahamu kabisa kwamba amani, umoja, mshikamano ndizo nguzo zetu ambazo tumekuwa nazo. Haya yanayoendelea sasa hivi mnaweza mkayaona kwamba hili ni kundi la waandamanaji, lakini nasema si waandamanaji, bali ni makundi ya uhalifu kwa kiasi kikubwa ambayo yamebeba ajenda za watu wenye faida ya kuvuruga amani ya nchi yetu. Nitoa wito kwa wananchi wa Tanzania wote mahala mlipo. Kwanza, msiondolewe kwenye imani mlionayo na vyombo vyenu vya ulinzi na usalama. Msiondoke huko. Endeleeni kuamini katika vyombo vyetu. Ni kweli yanaweza yakawa yalitokea mapungufu kidogo kidogo katika kutimiza wajibu wao, lakini wazazi majumbani kwetu, tuwe makini katika kulea vijana wetu. Tusiwe sisi ndio wenye matamshi hatarishi kwenye familia zetu. Hawa watabeba haya na kwenda kuona kwamba sasa ndio msingi wa nchi yetu, kitu ambacho si sawa. Tanzania, uchaguzi tumefanya umeisha. Tunayo kazi kubwa ya kujenga nchi yetu. Wengi walitamani vurugu kwa sababu hawakuwahi kupata madhara ya vurugu hizi. Lakini ni imani yangu kabisa kwamba sasa hivi Watanzania wengi wameelewa, japo kwa uchache, nini madhara ya kuvuruga nchi yao. Leo tazama wananchi wa Kimara wanavyopata shida ya usafiri. Lakini serikali nayo inachukua tahadhari kuingiza magari yake barabarani. Bado viashiria vipo vinashughulikiwa. Mateso wanayopata watu pale Kimara sasa hivi kwa sababu ya watu wachache ambao akili zao ni mbovu na ni hovyo. Sasa lazima kama wananchi tutoke na tuonyeshe kwamba hatukubaliani na haya yanayofanywa. Mnapokaa kimya na baadhi yenu kuanza kulishwa sumu ya kulaumu, tafsiri yake ni kwamba mnakaribisha balaa zaidi kwenye nchi yetu, kitu ambacho tusingependa kufika hapo. Binafsi niwaombe nyote wa Tanzania, mikoa yote, kwanza tuvishukuru vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kurejesha amani iliyopatikana mpaka sasa. Hilo halina ubishi. Na kama kuna mapungufu, tuyatolee basi maoni katika lugha iliyokuwa nzuri. Alianza ni nani?
Nyote Dar es Salaam mnathibitisha kwamba polisi walikuwa watulivu kabla ya vurugu. Nyote mnathibitisha. Na wengine wanasema kabisa kwamba hatukuona polisi na bunduki kabisa kwenye maeneo yote. Nini kiwafanya polisi na vyombo vingine kusimama kudhibiti ile hali? Bila shaka ni uvunjifu wa amani, uharibifu, wizi na matendo ya kigaidi. Mimi nasema ni ugaidi. Sasa mtu anapochukua gari anapiga moto, kituo cha mafuta kinawaka moto, petroli inawashwa. Huo ni ugaidi, huo ni matendo ya kigaidi. Mtu anachukua panga anakata mwenzie. Ninaomba sana. Lakini pia naona kama kuna kaajenda fulani kanatengenezwa kuparaganyisha muungano wa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Hii nayo viongozi wa vyombo ni vizuri mkakaa imara. Lugha yenu mnasema kukaa timamu. Mshikamane, kwa sababu tupo kwenye wakati ambao unatafutwa ufa. Unatafutwa ufa ili ufa upatikane, watu waingie wenye nia ovu.